Wakizungumza katika eneo la Maili 4 jijini Eldoret, viongozi hao wamewataka Wakenya kupinga taarifa za kupotosha kuhusu ziara ya rais nchini China, wakisisitiza kwa ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili ni kwa ajili ya maslahi ya wananchi. Mwangi Kiunjuri ni aliyekuwa waziri wa kilimo hapa nchini. China ndio rais hapa siku ya leo. Na unajua Wakenya tumekuwa so misinformed. Na Wakenya wamelalia hiyo maneno ya yale anasikia ya kuharibu peke yake. Ziara yake huko Uchina, unasikia maneno ya ukulima imewekwa mbele. Maneno ya industrialization imewekwa mbele. Mabarabara zetu imewekwa mbele. Tumesikia kwamba Kenya is now the biggest economy in East and Africa region. Ati kwa Afrika mzima Kenya imeanza kutaburikana. Tunaweza kuwa tunataburikana namna gani kama uchumi yetu iko baya, ushuru iko baya na hatuendelee mbele? Aidha, mbunge wa Mugirango Kusini Sylvanus Osoro alisema taifa la Kenya lina deni kubwa, hivyo mna haja ya serikali kushirikiana na mataifa mengine ili kusaidia katika kulipa deni hilo na kuwekeza katika miradi ya maendeleo. Kenya kutoka 1963 imekuwa na madeni mingi sana. Ile pesa ambayo sisi tunaokota haitoshi peke yake kufanya maendeleo. Na lazima tukue na watu tunaita development partners. Part of the development partners ni watu kutoka Western, ni kuenda East China, ni kuenda sehemu zote za world. Ndio tukue na development partners. Rasilimali yetu haitoshi kwa sababu ile ambayo inakuja nyingi inalipa loan. Mheshimiwa Rais wakati huu ameelekea kule China. Juzi amesign deal ya 107 billion. Na nimeona wengi katika sehemu ya media wakisema ameenda amekopa, ameenda. Hapana. Leo wacha niwaeleze ile tunafanya. Ameenda kule ku-engage development partners under what we call PPP. Hata hivyo, ni kauli iliyoungwa mkono na mbunge wa Lihuyani Innocent Mugabe, ambaye alisisitiza kuwa ziara ya Rais Ruto itasaidia kuboresha miundombinu na kuvutia wawekezaji zaidi humu nchini na kuchangia kuimarika kwa uchumi wa taifa hili. Sisi watu ya Eldoret, watu ya Rift Valley, watu ya Nyanza, watu ya Western tumekuwa tukiumia sana kwa miaka nyingi. Sababu hii barabara kutoka Mombasa kwenda hadi Malaba ndio economic artery road ya transport ya kuwezesha biashara kati ya Kenya na nchi zingine. Brenda Korir, Kurunzi News, Uasin Gishu.